Sadaka sehemu ya 5. Mtunzi anaitwa Kaluma Sikonzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Msimulizi ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo wakati mzee Madale yuko na mganga kule msituni kwa ajili ya kumtoa kafara Richard, mara alianza kupata hofu sana mzee. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 5. Mara baada ya ngoma ile kumalizika, mganga Sunguruma aliamuru Richard alazwe chini. Dagaa alimlaza Richard chini, mfunge vizuri kamba kwenye mikono na miguu yake. Mganga Sunguruma aliendelea kunguruma vile. Dagaa alimkaza Richard kamba ambazo zilikuwa zimefungwa katika mikono na miguu yake. Mara baada ya hapo, mganga Sunguruma alimwashiria dagaa kwa ishara ya mikono kwamba muweke Richard juu ya mawe yale. Dagaa alijitutumua na kumnyanyua Richard na kumlaza juu ya mawe yale. Na katika muda ule ule Richard alikuwa bado amezirai. Mganga Sunguruma alianza kucheza tena ile ngoma huku akiwa anazunguka chungu ambacho kilikuwa juu ya mawe yale. Alikuwa akipiga ule usinga wake pia. Mara baada ya kuimaliza ile ngoma yake, mganga Sunguruma alianza ibada fupi ya kimizimu. Aliwaalika mizimu wake ambao alikuwa anajua yeye mwenyewe kwamba wawe pamoja naye kipindi akifanya shughuli ambayo alikuwa amekusudia kuifanya. Hali ilikuwa inatisha sana. Mzee Madale alikuwa anatetemeka sana kwa hofu. Hakuwa na ujasiri wa kushuhudia kile ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea pale juu ya chungu juu ya mawe. Alikuwa anatetemeka sana mzee Madale. Mara baada ya ibada yake kukamilika, mganga Sunguruma alizichukua zana zake za kazi. Kilikuwa na kisu kikali kikubwa pamoja na leba kule kubwa ambalo hapo awali alikuwa ameliweka dawa. Moja kwa moja alienda mpaka katika shingo ya Richard. Akaanza kukipitisha kile kisu chenye makali. Damu nyingi zilianza kuchuruzika ambapo mganga Sunguruma alikuwa na kinga tu ile bakuri yake kubwa. Aliendelea kukipitisha kile kisu akiwa anaichinja shingo ya Richard. Richard sasa alianza kutapatapa akiwa anaupigania uhai wake. Dagaa alikuwa amemdhibiti Richard ili asiweze kudondoka kutoka katika chungu kile juu ya mawe. Pia kamba ambazo alikuwa amefungwa zilikuwa zimemfanya Richard ashindwe kabisa kuleta makeke zaidi. Alikuwa ameshindwa Richard. Richard aliendelea kuupigania uhai wake ambao ulikuwa ukimwacha kwa spidi kali. Mara baada ya dakika kadhaa mbele, hatimaye Richard alikuwa amefariki kwa kifo cha mateso sana. Alikuwa amekufa Richard. Mganga Sunguruma alikuwa akiuonyesha ukatili wake usiku ule. Alikuwa ni zaidi ya mnyama mkali wa mwitu mla nyama. Alikamata vizuri ile bakuli ambayo ilikuwa na dawa na kisha kuiweka chini. Sasa nitaanza kukufanyia dawa. Mganga Sunguruma alichukua bakuli ile na kisha kuanza kuinywa damu ile. Mara baada ya pale aliuchukua usinga na kumpiga nao Richard katika kichwa chake mara 3. Mara baada ya pale alimkabidhi mzee Madale bakuli ile na kumtaka anywe damu ile. Alikuwa anahitajika kunywa damu ile mzee Madale. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa mzee Madale, lakini hakuwa na budi kuinywa damu ile kwani ukatili wa mganga Sunguruma ulimtisha sana. Mzee Madale alijisikia kutapika kwa sababu ladha ambayo alikuwa akipata kwenye damu ile. Alikuwa anatamani kutapika. Ilikuwa ni ladha ambayo si ya kuvumilika kabisa. Baada ya kuhakikisha kwamba mzee Madale alikuwa amekunywa damu ile ya kutosha, mganga Sunguruma alichukua bakuli ile na kisha kumpiga kichwani mara 3 kwa usinga wake. Baada ya hapo mganga Sunguruma alichukua ile bakuli na kumkabidhi dagaa. Dagaa alikunywa damu ile mafunda kadhaa na kisha kairudisha bakuli ile kwa mganga Sunguruma. Baada ya hapo mganga Sunguruma alianza kujimwagia damu ile katika mwili wake. Hivyo hivyo alifanya kwa mzee Madale na kwa dagaa pia. Na mpaka ile bakuli ile malizika damu, wote walikuwa wameloa damu katika miili yao. Walikuwa wamejimwagia damu ile ambayo ilikuwa imebaki. Hali ilikuwa ni ya kutisha sana kuishuhudia. Mzee Madale alikuwa amechanganyikiwa sana kwa kitendo kile ambacho alikuwa amekishuhudia na kukitenda pia. Shughuli ya pale katika eneo la sadaka ilichukua muda mrefu kidogo. Baada ya hapo watu wote waliamua kurudi, na alikuwa na mara baada ya kuhakikisha mwili wa Richard ukitupwa katika shimo maalum ambalo lilikuwa limechimbwa, wote walianza kurudi. Wakiwa kule katika kibanda cha mganga Sunguruma, mzee Madale aliendelea kufanyiwa uganga.
aliogeshwa maji ambayo yalikuwa yamechanganyikana na dawa mbalimbali. Dawa ile ilikuwa ikitoa harufu kali sana pamoja na kuwasha sana. Mara baada ya kumaliza kuogeshwa, mzee Madale alipakwa dawa fulani ya unga. Ulikuwa ni unga mweusi sana, na mara baada ya hapo alifukizwa katika moshi wa dawa ya majani ambayo ilikuwa imechomwa motoni. Hakika usiku ule mzee Madale alikuwa amepikwa akapikika. Ulikuwa ni usiku wa aina yake kabisa kwa mzee yule. Sasa kuna dawa hapa ambazo itabidi uzitumie kwa muda wa wiki moja. Dawa hizi utakuwa unakunywa kila siku usiku. Mganga Sunguruma alianza kumpa maelekezo ya matumizi ya dawa. Halafu dawa hii utaenda kuimwaga baharini na kunuia vitu vyote ambavyo unavitaka katika utajiri wako. Mganga Sunguruma aliendelea kuzungumza. Tawi ile mganga. Mzee Madale alikuwa anajibu tu vile. Sasa lipo jambo kubwa na muhimu sana kuliko mambo yote hapa. Jambo hili ni sadaka. Mganga Sunguruma alizungumza na akanyamaza. Ilikuwa ni kumruhusu mzee Madale aweze kutafakari kwa kina maneno hayo. Akaendelea kuzungumza mganga. Kila baada ya miaka 2 unatakiwa kutoa sadaka ya damu ya binadamu. Mganga Sunguruma alizungumza vile. Maneno ya mganga Sunguruma yalimtisha sana mzee Madale. Yalimtisha mzee. Hivi hii sadaka ya damu huwezi kuibadilisha na kunipa sharti lingine ambalo nitalitekeleza? Mzee Madale akamuuliza mganga. Hiyo haiwezekani kabisa bwana Madale. Tambiko lako limefanywa kwenye damu hiyo. Kwa hivyo hata sadaka pia ni lazima iwe damu. Mganga Sunguruma alizungumza vile. Na tena kumbuka kwamba kama usipotoa hii sadaka, basi utajiri wako wote utayeyuka na pia wewe utakufa vile vile. Mganga Sunguruma alitahadharisha lile. Hofu ndani ya moyo wa mzee Madale ilikuwa ni ya kiwango cha juu sana. Hakujua kabisa kama ataweza kufanikiwa kutekeleza masharti hayo. Hata hivyo mzee Madale aliamua kulipuuza lile, kwa sababu kile ambacho alikuwa anakitaka katika maisha yake ilikuwa ni utajiri tu. Alikuwa amechoka kabisa kuishi katika mazingira magumu. Kwa hivyo alikubaliana na kile ambacho alikuwa anaambiwa. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.